Prince yule pale. Kama nilivyokufundisha, mtu kama unampenda afu yakupendi, unatakiwa umuoneshe na wewe kama wewe unajua kukaza. Sawa? Kwa hapo sasa hivi tunapita. Hakuna kumletea shobo ya aina yoyote ile. Tunapita buyu. Yaani hapa tunapita kavu kama tujawaona. Yaani mimi hapa sasa hivi nimeamua. Hata niite vitu sisimami na wala simshobokei. Sasa hivi nimeamua tunapita. Twende. Mpola. 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 Nikupe moyo wangu wa kwako ukisimama, tende halua yangu nimedata mazima. Nakupe. Mambo. Poa. Unaelekea hapa? Kuna sehemu tunaenda mara moja. Mbona unapendeza hivi leo? Asante. Anyways, sikia. Hapa nilikuwa nawaza kukupigia. Sema tu ndio wewe umetokea hapa, nikasema sio kesi, acha nikupange. Ulikuwa unataka kunipigia? Yeah, nataka nikupigie. Kuna issue nataka kuzungumza na wewe. Basi mimi kuna sehemu na wewe. Baadaye tutaongea. Ushaanza kuzingua. Sasa huko na kuwai na mimi hapa nani mwenye faida? Wewe hapo. Kweli niliona choo kichafu nikaona kuna maji hapa nisafisha alafu nikaeke mengine. Sasa uchafu wa choo kinahusiana nini na maji yangu ambayo mimi nataka niende nikaoge? Sikia. Hapa mimi naona tutaweza kumaliza maongezi yetu. Naonaje tu tuzungumzie nyumbani. Kuna kitu nataka kudiscuss na wewe. Sawa. Melinda. Wewe nenda, baadaye tutaonana. Katika siku ulizonifurahisha, leo nambari moja. Kumbe ukitulia unakuwa mtu wa tofauti sana. Mimi mbona nafurahishi tu, ni wewe tu mapepe yako. Na hujajua Prince anataka nini. Ila siku ukijua Prince anachokitaka, wala hata utahangaika. Kila siku utakuwa enjoy. Ningejilaumu sana kama ningeamua kuondoka bila kukusikiliza. Kumbe nakuja kupata vitu vizuri zaidi. Tatizo lako si unapenda kumsikiliza yule rafiki yako. Shauri yako utakuwa unapishana na gari la mshahara. Anyways, sikia. Mimi kuna issue nataka nikupange. Na mimi najua kabisa hiki kipengele bila wewe kusolve. Cha kunipa muda. Muda utapata tu. Muda utapata mpaka mwenyewe utachoka. Ila tu kisha solve kipengele changu. Kipengele gani hiko?
na shida na 150,000. Tena? Yaani 150,000 tu mama. Yaani ukinipa hiyo, naamini muda wote utakuwa nihitaji. Nitakuwepo. Hapo utapageuza kwako. Utakuwa unakuja muda wote. Lakini nimekupatia juzi tu hapa. Leo unanipa pesa nyingine kweli? Sasa juzi si ya juzi na leo ni leo. Vipengele vinatofautiana. Wewe upo kazini pale kila siku unalia kazini, kila siku upo kazini. 150,000 kweli ndio ulalamike kama wa 150,000 tusielewa. Hivi 150,000 kweli unaiona ndogo? Na unajua wazi pale kazini sasa hivi ni pagumu. Biashara hazitoki. Kweli nakupenda Prince. Mimi hiyo 150,000 naitoa wapi? Sasa hapo ndo unapoanza kuzingua. Sasa wewe unanipa hunipi? Mbona tena tunaanza kupigizana kelele? Tunataka tukeshe hapa sasa. Kisa tu kujibizana 150,000. Sasa nijibu kama unanipa hunipi ili nijue moja. Sasa hapo kama unanikomanda. Leo unanipa hunipi ndo nini sasa hicho? Issue sio kama na ukomandi. Issue ni wewe mwenyewe hutaki kunielewa. Wewe nimekwambia hapa 150,000 unaanza kuniambia sijui maisha magumu. Sasa kama maisha magumu nani ambaye sio maisha magumu? Mimi mwenyewe maisha magumu, vipengele vyangu vinakwama. Ndio maana nimekuletea wewe ili usolve. Sasa ukishindwa kusolve nataka nimwombe nani? Au nitafute mwingine wa kuwa na muombe? Nikikupa hela, jaribu kutumia vizuri. Mimi nazipata kwa wakati mgumu. Wewe mwenyewe unalijua hilo. Jaribu vitu vingine kuvifikiria rafiki yangu. 150,000 tu kweli? 150,000 inakushinda wewe? Basi nijibu kama unanipa au hunipi ili nijue moja. Sawa, nitakupa. Hilo sasa ndo neno. Hizo nyingine zote zilikuwa ngonjera. Hili ndo neno. Sasa unaona ukitoa ahadi zinazoeleweka kuna vukonzo. Kilemba chako. Najua ushajua uzoefu wangu. Na nimeona. Na sawa, nitapambana. Ukipata hata kuongezea hapo jazie. Haya bibi, usharudi hivyo. Haya, niambie mwenzangu. Ilikuweje mpaka ukanikana maneno tuliongea? Ukaniruka futi 100. Tumeongea kingine, umeenda kufanya kingine. Hivi wewe usaidiwe vipi? Haya. Melinda, nisaidie. Sijui nini. Haya, nakusaidia nakupa mbinu bibi wewe za kumuondeka yule bwana. Wewe tena ndio unamsogelea. Bibi, twende. Ukipita pale akisimamisha usiitike, usisimame. Wewe tena nakwambia ndingi. Umesimamisha mnala wako pale. Ndio ilikuwaje sasa kwa mimi mkanena mimi fala? Mimi chizi. Nilichoongea pale vyote pale pumba tupu yani. Ndio maana yake. Naomba unisamee Melinda. Mimi mwenzako nikimwona Prince naishiwa pawa. Kiru. Jamani nyie mshangaeni huyu. Eti nikimwona Prince naishiwa pawa. Wewe, hivi umekuwa mdogo wake Mbosso? Hivi Mpola wewe, mwanaume hakutaki. Mwanaume anakusumbua. Na kugea Mpola, pita njia hii hapa ndo sahihi. Wewe tena mama king'ang'a. Unachongania kitu gani? Kitu gani unachongania wewe Mpola jamani Mpola? Nachoka mimi. Najua huwezi kunielewa. Ila tatizo ni moyo. Moyo wangu mimi ndio ushampenda yeye. Na ndio maana nikimuona tu hata akiniita kwa yani ile kwa bahati mbaya tu, Mpola, mimi nimeshaganda. Sina nguvu zozote za kupiga hatua nyingine. Huwezi kujua nini maana ya upendo. Ila ukipata nafasi ya kupenda, penda. Aya sasa aliyeimba nyimbo ya Moyo Mashine. Moyo Mashine. Umempata bibi nani Mpola hapa Moyo Mashine. Mashine ipi ya sataki? Ya ukoboa kusaga. Bibi acha kujiendekeza. Huo ni uendekezaji, hakuna cha moyo wala nini. Moyo upi ambao ulikuwa na wewe wengine hawana? Penda ili tuongee lugha moja. Haya, hapo ukianza kulia baadaye, fye, mimi sipo. Usinishirikishe. Pembeni kama sisikii. Maana mnaitafuta wenyewe.
Bosi, samahani kama nitakuwa nimekusumbua kwa namna moja au nyingine, lakini nimekuita hapa na changamoto mimi ya kifamilia nyumbani, na ukiangalia sina mtu mwingine yoyote kunisaidia isipokuwa wewe bosi wangu. Straight kwenye point. Najua kama tarehe za mshahara zijafika, lakini nilikuwa naomba uniazime pesa walau hata 1,500 tu ya mshahara huu, alafu niongezee 50,000 kwa mshahara ujao, nikamtibia shangazi yangu. Shangazi yangu ana hali mbaya sana bosi, naomba unistiri, nazalilika. 200,000? Ndio. Alafu naongea kirahisi 200,000 tu? Unafikiri ni ndogo? Hamna. Unajua fika kabisa ndani ya siku 3 hizi biashara hakuna, kila siku biashara hakuna, halafu unataka pesa. Mimi pesa nitoe wapi? Nitoe mfukoni mwangu nikupe? Nakuuliza, kwa mimi nitoe wapi pesa? Nategemea biashara ufanye wewe ndio nikupe pesa, au ndio nataka ninilipeshe jini huku kiti anakonda, si ndio? Bosi, ni changamoto tu za kifamilia. Wewe unanijuaga mimi siko hivi, lakini shangazi yangu ni mgonjwa bosi, na hakuna mtu mwingine yoyote pale nyumbani anayefanya kazi isipokuwa mimi. Nani wa kumlilia bosi wangu kama sio wewe? Hivi unafikiri duka langu lingekuwa shirika la msaada lingekuwa mpaka leo liko hapa? Lingekuwa duka hakuna na wewe haupo hapa, halafu ndani ya siku 3 hizi zote sikuelewi kabisa. Unaenda resi kama bisi, umekuwa kama mimi mtu ambaye umechukua nini, si umekopa mkopo, si kipi mkononi, si wapi, unaenda resi sana. Shida yako nini wewe? Mbona zamani haukuwa hivi? Kweli bosi, siko sawa kwa sababu unauguza. Kwa familia nzima wewe ndo nakutegemea, si ndio? Ni kweli ndio bosi. Mimi pia nategemewa, lakini sio kila kitu uje kwangu kufuata hela. Halafu nisikilize, mwanzo leo na mwisho leo kunipigia simu kwa mambo ya upuuzi kama haya, mimi naita upuuzi kwa sababu hauna mantiki yoyote. Mimi najua labda umenipigia simu, labda kuna mtu kuletea tenda hapa, unanishirikisha mimi, kumbe unanitia ujinga. Huu ni ujinga. Samahani bosi. Haitajirudia tena. Subiri mwisho wa mwezi, fanya kazi kwa bidii, utapata mshahara wako. Siwezi kutoa pesa mfukoni mwangu nikakupatia wewe, na usirudie tena. Sijui hata niseme nini ili nieleweke. Najiona ni mzembe sana Bianca kuipoteza ile dawa. Na nimemkuta jirani yangu akidekia baada ya kuiandaa kwa ajili ya kuoga. Hivi unajielewa kweli wewe? Unakumbuka mara ya mwisho nilikwambiaje? Nilikwambia hii dawa ina masharti marahisi sana endapo ukaenda nayo sawa. Lakini ukienda ndivyo sivyo itakuja kukugharimu. Ukaona sasa ngoja ukanipime uone nitakufanya nini. Si ndio hivyo? Hapana Bianca. Hapana nini, wakati umeshafanya vitu ambavyo sijakwambia? Na ndio maana nimekuja tujue ni namna gani unaweza kunisaidia tena. Wewe unajua ile dawa mimi nimetumia nguvu kubwa kiasi gani kwa ajili yako. Na sichokijua sasa, ile dawa nilikuwa simpi kila mtu atakayekuja hapa. Nimekupa kama baraka tu kukubariki. Umeshindwa kutumia fursa. Naomba unisamehe Bianca. Nisamehe sana. Ya leo ya mwisho. Ukizingua tena watakuadhibu mababu. Mimi nitakuwa sihusiki katika hilo. Umeiona hiyo? Umeiona hiyo? Ya mwisho, sikupi tena. Nimekupa kama zawadi.
Hii dawa ni ya nyungu, ni dawa ya kujifusha. Unaichemsha kwenye maji, unajifukiza. Hakikisha upotei mzigo. Kama nilivyokuambia, ni wa mwisho. Ukipoteza hapa, usirudi tena kwangu. Full stop. Asante. Unaweza kwenda. Afadhali shoga yangu nimekukuta. Aya, za kujipodoa. Nzuri. Na una bahati. Ungechelewa kidogo tu usingenikuta. Si unajua ni muda wangu wa kazini? Najua ni muda wa kazi Mpola, dada yangu kipenzi. Jafari amekuja, yuko hapo. Hivi wewe Melinda, ukuaji wako utaacha lini? Kwa humu ndani hatunywi maji yakashuka, hatuli tukashiba. Kila kona Jafari, Jafari. Kiasi kwamba kila kona unamzungumzia wewe Jafari tu, Jafari. Unanichosha. Dada yangu, usije kumpoteza mtu wa thamani kwa vitu ambavyo viwezekani. Jafari anakupenda. Jafari ni mwanaume tu smart, mwanaume ambaye yuko vizuri. Utapata mwanaume gani mwingine anayekupenda kama Jafari? Kwa nini umkatae Jafari jamani? Dada, please. Naomba umpe hata dakika moja tu Jafari ukamsikilize. Tajiri, mhusika huyo hapo nishakuletea. Sasa hapo tajiri ufeli wewe tu na maneno yako. Utajua na mshawishi vipi. Sawa, hakuna shaka. Aya, sawa. Mimi niko hapo namsubiri. Shoga yangu, huyo ana mawe. Usiniangushe. Aha, Mpola. Sitakupotezea muda wako. Nitaenda moja kwa moja kwa kitu ambacho kimenileta hapa. Ujue nimekuwa nikutumia meseji zangu haujibu, lakini hata simu zangu pia hauchukui. Sasa shindwa kuelewa shida ni nini, lakini hata rafiki yako karibu najaribu kumpa zawadi, najaribu kumtuma jumbe nyingi sana, lakini hazijibiwi wala anakuwa hana majibu mazuri ya kunipa. Sasa nikaamua leo nije nikutane na wewe hapa, walau hata kwa dakika chache nikueleze kitu ambacho mimi kinanisibu. Mpola, kifupi mimi mwenzio nakupenda sana. Na upendo wangu hauthaminishwi na kitu chochote kile. Ujue Waswahili wanasema uzuri wa mkakasi haukosi kijiti ndani. Yaani sisi binadamu lazima tutafute watu ambao tunaweza tukatengeneza nao kitu chochote kwenye maisha. Kwa hiyo ninakupenda sana. Na lengo langu mimi sio kukuchezea Mpola. Nataka tutengeneze familia ambayo kesho tunaweza tukafika hapa. Tunaweza tukafika sehemu ambayo ni ya juu sana. Labda nikwambie kitu kimoja. Katika maisha yangu sipendaji kukunja, napenda kunyoosha. Hivi unavyoniona na mahusiano yangu. Kwenye mahusiano yangu sina ugomvi wowote kiasi kwamba unaweza kunishawishi nikatafute mwanaume mwingine au kuwa na mahusiano mengine. Na hayo mahusiano yangu yenyewe hayo huyafikii kwa lolote. Si kwa muonekano, si kwa mavazi, si kwa hisia. Yaani nikiwa naye naona kama dunia tuko wawili duniani. Yaani niko mimi na yeye tu, kumbe kuna watu kibao. Kwa hiyo sitaki uingilie mahusiano yangu. Elewa tu, nimeenda nimenyoosha, elewa sikupendi. Sikutaki na wala sina shida na wewe. Mpola. Huyu mwanamke anataka nini sasa? Wewe Mpola wewe.
Karibu. Ni mara ngapi nimekuambia usikanyage hapa kwangu? Shabnam, naongea na wewe. Ni mara ngapi nimekuambia usikanyage hapa kwangu? Ni mara ngapi? Jafari, kwa nini unasema hivyo? Yaani mimi kutoka huko nyumbani kwetu kuja kukaa hapa kusubiri masaa yote na maana nimekosea, si ndio? Haijalishi umekaa umefanyaje, umepoteza muda, mimi hainihusu. Ila cha msingi ninachojua nishakwambia usikanyage hapa kwangu na mazoea na sitaki. Shabnam, muelewa bwana. Ila Jafari, kwa nini unashindwa kutambua umuhimu wangu kwako? Mimi nakujali, nakuthamini, lakini pia nahitaji kuwa karibu na wewe. Unazungumzia upendo? Unazungumzia upendo? Unajua maana upendo vizuri wewe? Nisikilize vizuri. Unaweza ukaniona mimi ni mlaini sana kama sufi, lakini kitu usichokijua mimi, moyo wangu ni mgumu kama mfupa wa tembo. Yaani ukisikia mfupa mgumu ambao umemshinda fisi ndo huu. Sasa nakwambia toka kwangu. Shabnam, ondoka kwangu bwana. Babu kabisa. Sijui kisha vurugu huko unakuja unaweka. Hii dawa ni ya nyumba. Ni dawa ya kujifusha. Unaichemsha kwenye maji, unajifukiza. Hakikisha upotee mzee. Kama nilivyokuambia ndio wa mwisho. Ukipoteza usirudi tena. First.